Baada ya kufanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League kwa msimu 2025-2026, klabu ya Young Africans imeandika historia mpya katika soka la Tanzania. Kwa mujibu wa takwimu rasmi zilizotolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, wananchi wamepanda hadi nafasi ya 8 bora kwenye viwango vya ubora wa vilabu barani Afrika wakiwa na jumla ya alama 30. Kupanda huko ni mafanikio makubwa kwa klabu na kwa taifa kwa ujumla, kwani ni mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kuwa na klabu mbili ndani ya 10 bora za CAF Rankings. Young Africans imepanda kutoka nafasi ya 12 hadi nafasi ya 8, ikiwa ni matokeo ya mafanikio yao ya miaka miwili mfululizo katika mashindano ya kimataifa. Kwa sasa vinara wa orodha ya CAF Club Rankings ni Al Ahly ya Misri wakiwa na alama 56, wakifuatiwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini wenye alama 48, huku Esperance de Tunis kutoka Tunisia wakikamilisha 3 bora kwa alama 43. Orodha kamili ya 10 bora kwa mwaka 2025 ni kama ifuatavyo: Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Esperance, RS Berkane, Simba Sports, Pyramids, Zamalek, Young Africans, USM Alger, Al Hilal. Kupanda kwa Young Africans katika viwango hivyo kunatokana na matokeo mazuri yaliyoonyeshwa katika mashindano ya CAF kwa msimu kadhaa. Wamekuwa wakicheza hatua za juu za michuano ya kimataifa mfululizo, ikiwemo kufika fainali ya kombe la shirikisho la CAF mwaka 2023, kucheza robo fainali ya ligi ya mabingwa 2024 na sasa kufuzu tena hatua ya makundi msimu 2025-2026. Kwa upande wa Tanzania, hali hii inaonyesha maendeleo makubwa ya soka la vilabu. Kwa sasa Tanzania ina klabu mbili ndani ya 10 bora za Afrika, Simba wakiwa nafasi ya 5 na Young Africans nafasi ya 8. Hii ni ishara kwamba soka la Tanzania limepiga hatua kubwa katika kipindi kifupi, likiimarika kiushindani na kuvutia heshima barani. Kupanda huko kuna maanisha Tanzania inaweza kuendelea kupata nafasi bora zaidi za uwakilishaji kwenye michuano ya CAF, jambo litakalosaidia kuongeza ushindani na ubora wa wachezaji wa ndani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa soka, mafanikio haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa, utulivu wa kiutawala na mbinu bora za ufundishaji ndani ya vilabu vya Tanzania. Aidha, mashindano ya ndani kama NBC Premier League yamekuwa na ushindani mkubwa unaoandaa wachezaji kwa kiwango cha kimataifa. Kwa mafanikio haya, Yanga Sports imejiweka katika ramani ya vilabu bora zaidi barani Afrika, huku ikithibitisha kwamba Tanzania sasa ni miongoni mwa mataifa yanayoinuka kwa kasi kwenye soka la bara hili. Na hii ni Nel TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Sport Lady Queen Lens.